Ni lazima tufahamu ambao wamekuwa wajane leo sio wajinga na ambao hawajawa wajane leo sio wajanja. Ni swala la wakati. Kwa hiyo kwenye kila familia ni jambo la uhakika, siku moja isiyokuwa na jina ataondoka baba, mama abaki mjane, na ataondoka baba, mama atabaki mjane, na ataondoka mama, mume atabaki mgane. Na ipo siku watoto hawa watawapoteza wazazi mmoja au wawili na watabaki kuwa ni yatima. Kwa msingi huo ni jukumu letu sisi sote, Wanairinga na wananchi kwa ujumla, anapotokea mjane tumtie moyo, tumlinde, tumtunze, na anapotokea mgane tumlinde, tumtie moyo na tumtunze, na wanapotokea mayatima tuwalinde, tuwatie moyo na tuwatunze, kwa sababu hawa ni sehemu tu ya wachache ambao tunaandaliwa kufikia kwenye hatua hiyo. Kila aliyeoa humu ndani ipo siku mke ataondoka, na kila aliyeolewa humu ndani ipo siku mume ataondoka, na kila aliyebarikiwa watoto ajiandae, ipo siku yeye ataondoka ama watoto wataondoka. Kwa hiyo ni jambo la kijinga sana, la kipuuzi kabisa, eti kuwanyanyasa wajane tukidhani tunawakomoa. Hata wewe shemeji unayemnyanyasa mjane leo, ipo siku mke wako shemeji atakuwa mjane kama mjane wa kaka yako alivyo sasa. Ni swala la muda tu. Hata wewe mama mkwe unayemnyanyasa mjane leo, ipo siku huyu mume anayekupa jeuri na yeye ataondoka, na wewe utaingia kwenye kundi la wajane wengine. Kwa hiyo ni muhimu sana tuwapende wajane hawa, tuwajali wajane hawa, na yako mambo ambayo ni muhimu sana tukayazingatia. Jambo la kwanza, ndugu zangu, wewe ambaye umebarikiwa kuwa mjane, hiyo ni neema ambayo Mungu aliweka katika maisha ya wanadamu, na wanasema Mungu wetu ni Mungu wa nani? Ni Mungu wa wajane. Yeye anawajali wajane, anawapenda wajane, anawathamini wajane, na ametamka katika maandiko kwamba yeye ni kimbilio la wajane. Sasa wewe unapokuwa mjane utaji kukata tamaa, ukahisi maisha yamefika mwisho. Mungu bado anakuhitaji, ndio maana bado upo. Ameondoka mwenzako, kuna watu ambao wameondokea na wenza leo ana mwaka wa 10 katika ujana, mwingine ana mwaka wa 30 katika ujana, mwingine ana mwaka wa 20 katika ujana, mwingine ana mwaka wa 50 katika ujana. Kitendo cha wewe kuendelea kuwepo, manake Mungu anao mpango na wewe, Mungu anayo malengo na wewe. Baraka zako hazijaisha. Jipigie makofi mengi sana. Baraka zako hazijaisha. Ni muhimu sana tuhakikishe ndoa zetu zina msingi. Ndoa yako inatambulika kanisani, inatambulika serikalini, inatambulika katika mila kama wewe umeamua kufuata mila. Na katika ndoa hiyo inayotambulika kiserikali imeweka utaratibu. Haki za mwanamke ni zipi? Haki za mume ni zipi? Haki za watoto ni zipi? Kwa hata likitokea jambo lolote, zile haki zitasimamiwa ndani ya sheria za nchi yetu. Lakini jambo lingine ambalo ni la muhimu kuzingatia, ni muhimu ukafahamu rasilimali mnazozimiliki pamoja kama familia. Kuna watu wanabarikiwa ndani ya ndoa, anapoondoka mwenza, yani marafiki ndio wanakuambia mume wako alikuwa na shamba Idodi, mume wako alikuwa na shamba Pawaga, wewe mwenyewe hujui. Hivi ni vitu huwa vinapotea sana pale unapotokea imeingia kwenye. Na wapo wengi hapa wajane ambao mali za waume wao zilipotea kwa sababu walikuwa hawana taarifa za kutosha. Kwa ni muhimu sana kina mama na kina baba, zile mali ambazo mnazimiliki kama familia msifanye kuwa siri, maana mmoja wenu akitangulia, wanaoingia kwenye shida ni wale wanaobaki. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, mkoa wa Iringa una jumla ya wajane 53,736 sawa na 7.4% ya wananchi wote wa mkoa wetu, ambapo kwa halmashauri ya Iringa manispaa ina jumla ya wajane 7,311, halmashauri ya Kilolo ina wajane 12,856, na halmashauri ya Mafinga mji ina wajane 3,556, na halmashauri ya Mufindi wajane ni 14,644, na halmashauri ya Iringa ina jumla ya wajane 15,369. Hii ni idadi kubwa sana ya wajane ambao wanaishi ndani ya mkoa wetu. Ndugu wananchi wenzangu, wajane hawa wamekuwa na mchango mkubwa katika kuleta maendeleo ya mkoa wetu na taifa kwa ujumla, kwani tunatambua wapo wajane wanaojihusisha na shughuli mbalimbali za kiuchumi, ikiwemo biashara pamoja na miradi mingine ya kujiletea maendeleo. Mkoa unatambua mchango mkubwa ambao wajane wamekuwa nao na wameendelea kuutoa
wakiwa kama ni nguzo muhimu ya familia na kuchangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla.